Mtazamaji wa televisheni Tumaini, tumsifu Yesu Kristo. Bila shaka ujambo na karibu katika kipindi hiki cha tafakari kinachokuja kutoka hapa Tumaini Television. Na kuletea kipindi hiki ni mimi Sister Salvina Makonde. Karibu tutafakari pamoja. Karibu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Tumaini Media katika kipindi chetu cha tafakari ya Injili ya leo. Leo mama kanisa naweka mbele yetu uwezekano wa kusherekea, kuadhimisha moyo safi wa Bikira Maria baada ya kuwa tumeadhimisha jana moyo mtakatifu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Leo tunaangalia moyo wa Bikira Maria uliounganishwa kwa namna ya pekee katika mafumbo yote ya wokovu. Somo la kwanza linaweza likatolewa katika kitabu cha Nabii Isaya sura 61 aya 9 hadi 11 na injili yetu kutoka kwa mwinjili Luka sura ya 2 aya ya 41 hadi 51. Na sasa tusikilize injili ya leo. Kutoka injili ilivyoandikwa na mwinjili Luka. Wazee wa Yesu huenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Na alipopata umri wake miaka 12, walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. Na walipokwisha kuzitimiza siku, wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu alibaki nyuma huko Yerusalemu, na wazee wake walikuwa hawana habari. Nao wakadhani ya kuwa yumo katika msafara, wakaenenda mwendo wa kutwa, wakawa wakimtafuta katika jamaa zao na wenzao. Nao walipomkosa, wakarejea Yerusalemu huku wakimtafuta. Ikawa baada ya siku 3 wakamwona hekaluni, ameketi katikati ya walimu, akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Nao wote waliomsikia walistaajabia fahamu zake na majibu yake. Na walipomwona walishangaa. Na mama yake akamwambia, "Mwanangu, mbona umetutenda hivi? Tazama, baba yako na mimi tulikuwa tukikutafuta kwa huzuni." Akawaambia, "Kwani kunitafuta? Hamkujua ya kuwa imenipasa kuwamo katika nyumba ya baba yangu?" Nao hawakuelewa na neno hilo alilowaambia. Akashuka pamoja nao mpaka Nazareti, naye alikuwa akiwatii, na mamaye aliyaweka hayo yote moyoni mwake. Neno la Bwana. Wapendwa, katika sikukuu hii ya leo iliyotolewa kwa moyo safi wa Bikira Maria, naona tutafakari mambo matatu katika injili hii. Labda tuliweza kusikiliza jana kuhusu moyo wa Yesu, kwamba moyo ni pale ambapo maamuzi yanafanyika. Lakini pia moyo ni kile chumba ambapo yote yaliyotukia ndani ya maisha yetu yanaingia. Je, mimi na wewe tunahifadhi nini ndani ya mioyo yetu? Kwa sababu Bikira Maria tunaposikia kwamba aliweza kuyahifadhi, aliyaweka, aliyatafakari yote moyoni mwake, neno ambalo linatumika katika injili kwa lugha ya asili Kiyunani, symbale, maana yake kuweka yote kwa pamoja. Kama mtu akiwa na safari ya haraka na anahitaji kupanga mabegi kwa haraka, anatia yote ndani, anafanya symbalo, ambapo neno la Kiingereza symbol imetokana nalo. Kwa sababu Bikira Maria anaweka, analinganisha, anaona vitu vinavyotokea katika maisha yake, alafu anachukua neno la Mungu ambalo alikuwa amejaa nalo, na anajaribu kufafanua, kuelewa maisha yake, lakini sio kwa kutumia tumbinu zake, sio kwa kusikiliza sauti nyingi zinazozunguka, lakini kwa kuweka mbele ya neno la Mungu. Kwa aliweza kutafakari. Pamoja na hayo, tumesikia kwamba alishindwa kuelewa. Mara ngapi sisi tunashindwa kuelewa Mungu anavyotenda katika maisha yetu? Mara anaonekana kutoweka, mara anaonekana pengine hatujamwona Mungu muda mrefu, ghafla tunaenda kwenye ibada moja na neno moja tu linatosha, ni kama kila kitu kinapotea, ni kama tunatoka tunajiuliza nilikuwa nahangaikia nini? Au tunajiuliza kwa nini Mungu nitendea hivyo, huoni ninavyoteseka na kadhalika. Tunamuuliza na Yesu anatuambia kwamba hatuelewi. Kama vile alivyomwambia Petro alipotaka kunawisha miguu yake, kwamba mara nyingi hatuelewi, pengine tutaelewa baadaye kwa nini Mungu anafanya baadhi ya vitu. Na anasema kwamba
hawakujua, hawakuelewa neno hilo alilowaambia, lakini waliwahifadhi. Alijua kuna siku neno hili litazaa tunda. Hayo ambayo Mungu anaruhusu katika maisha yetu, pale ambapo anaonekana kupotea na anakuja ghafla kama vile hakuna kilichotokea, kama alivyofanya na Maria Magdalena baada ya ufufuko. Tena anamchokonoa kidogo, anamchokoza, anamwambia, mbona unalia? Mara nyingi tunashindwa kuelewa michezo ya Yesu. Sio maneno yangu, ni maneno ya watakatifu kama Teresia mtoto Yesu. Anasema Yesu ana michezo ya wapendanao. Kama kombolela fulani, anaonekana anajificha kwa ajili ya kutuvutia kwake, kwa ajili ya kuamsha mioyo yetu. Mwisho ningependa kutafakari maana ya moyo safi, kwa sababu tunatokawa na picha ya moyo safi kama moyo ambao hauna dhambi. Lakini maandiko yanatuambia kwamba hata mwenye haki anaanguka mara 7 kila siku. Moyo safi, tukifikiria kwa mfano chupa ya maji yanakuwa masafi kwa sababu yanaonyesha ni meupe. Mungu, ikiwa hatuwezi kumwiga Bikira Maria katika kuwa na moyo safi usio na dhambi, lakini tunaweza katika moyo ambao unaonyesha, moyo ambao hauna ndumi la kuwili, ambao hauna unafiki. Neno unafiki maana yake muigizaji, maana yake mtu ambaye anavaa kinyago. Mara ngapi tunajisikia katika maisha yetu kwamba tunahitaji kuvaa vinyago, tunahitaji kuonyesha sura ambazo si zetu ili wengine watupende, watupokee, wasitukatae, wasitufukuze. Mbele ya Mungu hatuhitaji kufanya hivyo. Tuweze kuonja hasa katika sakramenti ya Ekaristi na ya upatanisho ya maungamo kwamba Mungu anatupenda pamoja na madhaifu yetu, kwa sura zetu jinsi zilivyo, kwa madhaifu yetu ambayo si mara nyingi hatuwezi kuyaona kwenye kioo. Tukijitafakari, tukijiona, tunajiona duni. Mungu anatuambia, inuka, niangalie mimi. Yeye anajifanya mtoto wetu kama aliyefanya na Bikira Maria. Anatushangaza, lakini anajifanya mtumishi wetu, anajifanya mdogo wetu ili aweze kutuongoza. Tumuombe Bikira Maria atusaidie pale ambapo Mungu anaruhusu vitu ambavyo tunashindwa kuelewa, kuweza kuyaweka moyoni, kutumia neno la Mungu, kuamini kwamba katika maisha yetu yote yanatimia kama alivyosema Yesu. Yafaa yote yatimie niliyoandikiwa katika sheria, katika manabii na katika Zaburi. Tuweze kutumia neno la Mungu kwa ajili ya kuelewa maisha yetu, kinachotokea kwetu na kwa wengine. Tuweze kuwa na hamu ya kutafuta kama Yesu, kwenda hekaluni. Hekaluni tutapata majibu, labda sio ya moja kwa moja, lakini tutapata ushuhuda kwamba Yesu yupo, kwamba hajatoweka katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Aliyewaletea tafakari ya Injili ya leo ni mimi, Padre Richard Osvaldo Villar Zorrilla, padri wa jimbo, paroko msaidizi katika parokia Bikira Maria Mama wa Kanisa Goba Maria, jimbo kuu la Dar es Salaam. Hivyo na walika muwe na siku njema. Bikira Maria tujalie kuwa na moyo safi tunaposali rosari, tunapoongea naye, tuweze kweli kufunua yote yaliyo ndani ya mioyo yetu, huzuni, hasira, vitu vinavyotushinda, hata ikibidi majina ya watu ambayo yanatushinda kitabia, kuwataja kwa majina mbele ya Bikira Maria. Yeye mama hakwaziki nayo, anatufahamu vizuri. Na pale ambapo tunaweza kufanya hivyo, mioyo yetu inakuwa safi kwa sababu tunakuwa tumewakabidhi. Tusiwe na hofu ya kuungama, ya kusafisha mioyo yetu. Tuone aibu ya kuchafuka, lakini kuweza kuoga, kuweza kujisafisha ni neema. Tusidharau, tusipuuzie neema ya Mungu. Tuweze kujiweka mbele ya Mungu na kuonja heri. Tumsifu Yesu Kristo. Mtazamaji wa Televisheni Tumaini, kila chenye mwanzo kina mwisho. Mpaka hapa tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha tafakari. Niliyekuletea kipindi hiki ni mimi Sister Salvina Makonde. Tuonane wakati mwingine. Kwa heri.